asifiwe. Amen. Tunaweza keti. We can be seated. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo. We thank the Lord this morning ambao ametuwezesha kwa mbele zake. who has made us to be able to be in front of Him. Tena tunayo shukrani kubwa mbele za Bwana. That's why we have a great thanks before the Lord Kutupatia wababa ambao wanatulea kiroho. for giving us those who are guiding us in the spiritual life. Jina la Bwana libarikiwe sana. Let the name of the Lord be praised. Basi mbele tuanze kuimba nyimbo kidogo Before we go and preaching, we're going to sing a little bit song, na tutasaidiana katika nyimbo hii. and we'll be helping each other in that song. Mwamba, mwamba uliopasuka, ndani ndani yako nijifiche, maji maji yale damu ile itokayo mbavu zako, iwe dawa ya kuponya roho yangu na ubaya, iwe dawa ya kuponya roho yangu na ubaya, kazi za mikono yangu haziwezi kukomboa, hata ningelia sana na kutenda kazi nyingi, singeweza kuokoka. Peke yako Mwokozi, singeweza kuokoka. Peke yako Mwokozi, kazi ya mikono yangu haziwezi kukomboa, hata ningelia sana na kutenda kazi nyingi, singeweza kuokoka. Peke yako Mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Basi tutenda katika neno letu, We are going to our word. na theme yetu ya siku ya leo nasema kwamba And the theme of today says, njooni harusini. come in the wedding. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Njooni harusini. Come on the wedding. Unajua wakati tunasema njooni harusini, When we say come, iko kama vile mwaliko it's like calling you. ambao mtu anaweza akakwambia kwamba njoo kwenye harusi. Someone can tell you, come in the wedding. Na harusi ni kitu ambacho ni sherehe ya ndoa, And is a wedding is a ceremony of marriage, ambao tunaweza tukapata karamu, or what we can get something there to eat, ambao tunaweza tukafanya ushirika wa kukula pamoja. where we can join us together and eat together. Na wakati mtu anaandaa harusi, And when someone is preparing the wedding, anafanya akishapanga liste yote, he will prepare all the list, anaangalia sasa nitaita nani, and then he start asking, who am I going to call? na hapo anaanza fanya nitaalika mtu fulani, And then he say, I will call this person, na basi anatuma invitation, and then send the invitation. anasema ndugu, nataka kuja kwenye He harusi, say, brother, I want you to come in the wedding, kwa kuwa anataka msherekee pamoja. because he want all of you to join, to enjoy together. Basi na sisi kwa siku ya leo And today we tunaitwa kwamba tuende kwenye harusi. have been called to go in the wedding. Tutaenda kusoma maandiko matakatifu. We are going to read the word of God. Tutasoma katika Mathayo mtakatifu We are reading Matthew sura yake 22 22, tutaanza mstari wa kwanza first hadi mstari wa 4. up to 4.
Tutasoma katika jina la Yesu. Amen. Yesu akajibu akawaambia tena kwa mfano akisema, ufalme wa mbinguni unafanana na mfalme mmoja aliyefanyia mwana wake harusi. Akatuma watumwa wake kuita wale walioitwa kwa harusi, lakini walikataa kuja. Akatuma tena watumwa wengine akasema, waambie wale walioitwa, tazameni nimetayarisha karamu yangu, ng'ombe zangu na vinono vyangu wamekwisha kuchinjwa na vitu vyote ni tayari, kujeni kwa harusi. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Ni maandiko matakatifu ambayo tunasoma, It's the holy scriptures. ambao ni mfano It's a parable. Yesu alikuwa akiambia watu wakati alikuwa anawafundisha. Jesus was telling people when he was teaching them. Na hapa akaonesha ya kwamba And there he showed them ufalme wa Mungu the kingdom of God. unafanana na mfalme mmoja It looked like one king ambaye aliandaa harusi ya mwanawe. who was preparing the wedding of his son. Na wakati nilikuwa nikitafakari neno hili, And when I was thinking about this word, nilitambua kitu kimoja hapa. I found something here. Mfalme alikuwa akiandaa harusi ya mwanawe. The king was preparing the wedding of his son. Tunajua kwamba sisi sote Yesu Kristo We know all of us, Jesus ni Christ bwana harusi, is the master of wedding. na mfalme And the king ni Mungu mwenyewe is God himself, ambaye iko juu ya wafalme wote. who is above all the kings. Na hapa alikuwa akiandaa harusi ya mwanawe, And here he was preparing the wedding of his son. na akaona kwamba tayari harusi imeenea, And he saw that the wedding is now ready. tayari chakula iko Ready, the food is there. tayari, wamechinja ng'ombe, The cow has already been slaughtered. na Biblia inashuhudia kwamba na vinono. And everything was there. Sasa akasema uende akatuma watumwa wake, And then he sent his servant. na akasema uende kawaita ambao niliwaalika, I said, go and call all the people I called in the ya wedding. niwaambie kwamba tayari harusi imeshakuwa tayari. And to tell them that the wedding is ready. Basi waambie wakuje kwenye harusi. And tell them to come in the wedding. Unajua Mungu You know God. aliandaa watumishi wake, He prepared servant. akaandaa watumishi wake He prepared his men of God kwa njia tofauti wala njia nyingine, in different ways. na akawatuma mahali pote ulimwenguni, And he sent them all over the world. na akawaambia ya kwamba And told them, mtembee go and walk. na muambie wale ambao nimewaalika ya kwamba Tell those who I called them wakuje kwenye harusi. to come in the wedding. Nikafananisha harusi hii And then I make resemble this wedding. na kama mwaliko wa kukuja mbinguni. It's like the calling of going to heaven. Unajua wakati mtumishi wa Mungu anasimama mbele zako You know when the man of God is standing in front of you na anahubiri neno fulani, and he's preaching the word of God. anahubiri juu ya kwenda mbinguni, He's preaching about to go in heaven. anakuambia kwamba ni lazima tuende mbinguni. And he tell you we need to go to heaven. Ni mwaliko mkubwa ambao analeta mbele zako, It's a big calling is calling you in front of you. na huko mbinguni And there in heaven, ndiko kutakuwa sherehe kubwa hii where there will be a great testimony. ambao sisi sote tutakusanyika, When all of us will get together. wale ambao wataingia watakusanyika, Those who will enter will come together wakikula pamoja na Yesu Kristo. and eat together with Christ. Haleluya! Amen. Na ndio kwa maana maandiko matakatifu yanasema, That's why the scripture says, mkaambie ya kwamba go and tell them harusi imeshakuwa tayari. the wedding is ready. Sasa waambie wakuje kwenye harusi. And tell them to come now in the wedding. Haleluya! Amen. Kuenda kwenye harusi. Go in the wedding. Unajua wakati mtu anafanya harusi, You know when someone is preparing the wedding, anakutumia invitation, he sends the invitation. anakuwa iko na haja ya kukuona, He is willing to see you. anakuwa anaona kama nikiona ndugu fulani He said that if I see brother kwenye harusi in yangu my wedding, inanitia moyo. it will encourage me. Na kwa njia nyingine ndio nikasema kwamba But another way I may say it, hawatumiake mtu mwenye hawajui invitation, they don't send the invitation to those who they don't know them. lakini yule ambaye anajulikana The one who is known ndio mwenye anatumia invitation. is the one who they will call for. They will send the invitation. Haleluya! Amen. Ule mwenye anajulikana ndio anatumia The invitation. one who is known will be sent. They will send the invitation to him. Sasa mtu anafanya ndoa And then someone is preparing, na anakutumia invitation, and then he's sending the invitation to you. anasema ndugu, He said, brother,
ningefurahi uko kwenye ndoa yangu, I may be happy for you to be in my wedding. wala ningefurahi uko kwenye karamu yangu. I may be happy for you to come in my festival. Wewe utapokea invitation, You will receive the invitation, lakini decision yako. and the decision is for you. Ni wewe ndio utajua kwamba Is you who will know, ama niende kwenye ndoa I may go to the wedding, ama nisiende. I'm not going there. Haleluya. Amen. Ule ambaye kutumia invitation, The one who sent you the invitation, yeye alituma invitation. he just sent the invitation Kwa kuwa alijua kwenye ndoa, because he knew in the wedding, alijua kwenye sherehe they said in the festival, kuna kila kitu ambacho utahitaji. there's everything you will need. Kama ni kukula utakula, If you to eat, you will eat. kama ni kukunywa utakunywa. If it's drink, you will drink. Sasa anakutumia invitation, Then he sent the invitation to you. anakwambia ndugu, karibu. He said, you brother, welcome. Sasa maamuzi yanabakia kwako, And the judging is for yourself. ni wewe kujua kwamba It's you to know, mie nitaenda I will go, ama sitaenda. I will not go. Haleluya. Amen. Na unajua mtu anaweza kufanya ndoa, And you know someone may do a wedding, wala anafanya karamu fulani, or he may do a festival, kisha anaalika watu and then he call people na kiamini kwamba wale watu watafika, and believe all the people will come. lakini katika nia nyingine On another way, unakutana watu ambao waliamini kwamba watafika, people you believe that they will come, hawatafika. they will not come. Haleluya. Amen. Hawatafika. They will not come. Sio kwamba hawatafika seme hawapone invitation. It's not that they will not come because they didn't see the invitation. No, walipata invitation. They get the invitation. Walijua kwamba kuna sherehe. They know that there was a wedding. Walijua kama vya mzuri ndio inakuwa They kusherehe, know that there's good food in the wedding, lakini hawatafika. and they didn't come. Mtu kama hakufika kwenye sherehe, If someone didn't come on the wedding, hakuna mambo moja wala mbili ambayo natuma afike, there's no two things which make him to not come. lakini kuna kwa sababu ambayo natuma hafike. There's something which is making him not come. Kama unamvite mtu, If you invite someone, unamwinvita makwako tu tuseme, you invite someone at your place, alafu sasa ule mtu asifike, and that person will not come. wewe jua kwamba kuna sababu ambayo ilituma hafike. You will know that there is something which happened in making him not come. Na sasa mbinguni kukakuwa sherehe. And in heaven there was Mbinguni kuko sherehe. in heaven there was a festival. Na sasa wamealika watu. And they call people. Wameambia tayari They're ready. sherehe imeshaandaliwa. The festival is ready. Sasa twende kwenye sherehe. Let us go on the festival. Lakini sikia maajabu kwamba But listen the problem. watu ambao walialikwa, Those people who've been called, hakuna hata mmoja ambaye alijali. no one went there. Hakuna hata mmoja mwenye aliona kwamba wamenitumia invitation. No one said that they sent an invitation to me. Hakuna hata mmoja mwenye alisikia nguvu ya mwaliko. No one had that force of calling him. Kila mmoja alipokea invitation, Everyone received the lakini invitation. hakuna ambaye alijali kuenda. No one went there. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Hakuna mmoja ambaye alijali kuenda, No one went there. kwa sababu watu wote wana sababu. Because all the people have their problem. Watu wote wana sababu, All people, they have all their na ile reasons. masababu ndio na watuma wasiende. And those reasons is making them not go to the wedding. Ile masababu ndio na wafunga wasiende. Those reasons make them is closing them not go. Wakati Mungu anatumia mtumishi wake, When God is using his man of God, anamtumia mbele ya taifa, he's using his servant in front of the people. na anasema ndugu, ninakuhitaji. I said that brother, I'm calling you. Ninakuhitaji mahali hapa. I need you in here. Ninakuhitaji katika nafasi hii. I need you in this place. Watu wanakuwa vigumu kukuja, People they have that not to come. na watu wanakuwa vigumu kukubali, The people they don't even accept kwa kuwa wana sababu ambazo zinatuma. because there is problem which is the reason which is making them to not come. Haleluya. Amen. Basi tuendelee kusoma maandiko. We are going to the scripture. Tusome tu katika Mathayo 22 Matthew 22 na tuendelee pale kwa mstari wa 5 hadi wa 6. and verse 5. Nitasoma katika jina la Yesu. Lakini walicheka wakakwenda zao, mmoja kwa shamba lake mwenyewe, mwingine kwa biashara yake. 6 ndio mwisho. Nao waliobaki waliwakamata watumwa wake, wakawatendea kwa jeuri na kuwaua. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana.
Wakati Mungu alituma watumishi wake, when God sent his servant, akasema uende unene na taifa, he said, go and talk to my people. uende useme na watu wangu. Go and talk to my people. Watu wakacheka, People, they are laughing. watu hawakujali. People, they didn't even have that kind of belief. Unajua katika dunia hii, You know, in this world, kitu ambacho kimesarauliwa something which is neglected ni neno la Mungu. is the word of God. Watu wameanza dharau neno la Mungu. People, they are neglecting the word of God. Watu hawaipatie tena They value. don't give it that value. Watu hawaangalie tena ni nini ambayo inanenwa. People, they don't know what is being talked. Lakini watu wameifanya kawaida ya kila siku. But people, they make it as usual. Watu wameona ya kwamba People, they know na, this is na that. kila siku wanahubiriaka kuacha dhambi. Every time is preaching about leaving the sin. Na kila siku wanahubiriaka tuende mbinguni. Every time they preach about going to heaven. Sasa imekuwa kawaida mbele za watu. It's now usual in front of people. Kila mtu anakamata kawaida. Everyone is making that now to be usual. Mtu haone tena valere yayo. They don't have that value again Kwa kuwa ana sababu fulani. because they have their reasons. Haleluya. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Praise the Lord. Unajua wakati Mungu anatuma mtumishi kwako, You know, when God is sending servant, kuna sababu ambayo anatuma na mtuma. there is the reason he's sending him to you. Kwa kuwa anakuhitaji wewe. Because he needs you. Anakuhitaji. Because he needs you. Anakuhitaji wewe ufanye aliyokutuma. He needs you to do what he's telling you to do. Sasa wakati anatuma kwako, And when the man of God is sending to you, wewe unakamata kama vile kawaida. and you are taking it as usual, Unasema ni pastere, atasema tu vile. you say, oh, it's a pastor, he will just say like that. Utasema ni muda mahubiri, sharti tu mahubiri vile. It's just the time of preaching, they will preach like that. No, hautakamata ile valeur. You will not take that value. Hautakamata ni nini nazungumza ndani ya maisha You yako. will not take what they are talking about your life. Kwa kuwa wewe uko na sababu yako. Because you have your reason. Unaona kwamba You see that nikiitika mwaliko huu if I accept this calling, na utanifanya nisiende tena kwa minendaka. it will make me to not go where I'm going. Nikiitika mwaliko huu If I accept this calling, na utanifanya nisifanye tena kazi yangu. it will miss me to do my business. Nikiitika mwaliko huu If I accept this calling, wala sitapalilia tena shamba I langu. will not go to my farm Sasa again. unakuwa na sababu yako. And then you have your reasons. Unakuwa na sababu You yako. have your reason. Na ile sababu na kutuma wewe And those reasons is sending you ukamate mwaliko wa mbinguni to get the calling of heaven kama vile kitu ya kawaida. as just a usual thing. Bwana tusaidie sana. Let the Lord help us. Haleluya. Amen. Sasa watu wanakamata kawaida People, they are taking it as usual kwa kuwa sababu ni mengi. because there are many reasons. Mungu anahitaji watu kwenye kazi yake. God he wants people on his work. Anasema ndogo, mimi nakuhitaji. He said, brother, I'm calling you. Mimi nakuhitaji mahali hapa. You need to come this way. Hapa ndio nafasi yako. This is your place. Lakini kwa sababu niko na kazi Because I have my work. ambayo iko full time. When it's full time, No, sasa siwezi kuwa pale. no, I will not be there. Na mimi niko na reason yangu. I have my reason. Na mimi niko na sababu I yangu have my reason. ambayo itatuma When it's siwezi kuwa na kwa maombi. I will not be in prayer. Hapana, na mimi niko na sababu I yangu have my reason. ambayo itatuma Which will send situmike kazi ya Bwana. I will not work to the work of God. Bwana tusaidie sana. Let the Lord help us. Unajua watu wanaanza fanya You know what? They are starting doing this. kama wana sababu ambayo inajulikana kwenye watu wako, If they have a reason which is known by many people, basi na wanajikunjia pale. and they bow there, Wanasema hapa ndio mimi naishia. he said, "Is where I will get them." Kama uko na mtoto ambaye anakushinda, If you have a son who is trouble, kama uko na mke ambaye you anakushinda, have a wife who is trouble, kama uko na bwana ambaye you anakushinda, have a husband who is trouble. unasema basi na mimi naishia hapa. He said, "Now I'm ending here." Unajua siwezi nikafanya kazi ya Mungu You know, I will not do the work of kwa God kuwa bibi yangu ndio problema mwenyewe, because my wife is a kwa problem, kuwa bwana wangu ndio problema because mwenyewe. my husband is a problem. Lakini ile ni sababu yako, Those are your reasons. haiko sababu ya Mungu. It's not the reason of God. Unajua siwezi nikatumika I will not go to kwa work. sababu niko na kazi ninafanya I have a full-time job tena maisha ya Canada. in life of Canada. Hapana, ukiacha kazi utapatia ingine. If you leave the job, you will not get another one. No, hii ndio sababu yangu. That is just my Na reason. watu wanaanza sema kwamba And people, they are saying, na Mungu akinibariki na kazi nyingine, if God bless me with another job, basi nitaanza kuonekana. I will come to. Unasikia mtu anapangia Mungu.
A person is planning for God. pahali Mungu ndiye amupangie. Without God planning for a person, Unasahau ya kwamba you forget that ile shamba ambao uko nayo the farm which you have, wa kuipalilia ni Mungu. the one just to come to work there is God. Ile kazi ambayo uko nayo The job you have, wa kuilinda ni Mungu. God will protect you. Sasa watu wanafanya namna gani? And people, they are doing this. Wanatia sababu zao They mbele, are making their reason in front. wanatia sababu zao They are mbele, making their reason na ya in Mungu front. wametia pembeni. And for God, they put it Yangu ya aside. kwanza, But the first, alafu ya Mungu itakuja nyuma. mine is the first, and the God for God is for the second one. Na ndio kwa maana sikushangazi That's why not make you to be surprised. mtu ambaye alipata mwaliko wa Mungu Those who've been called by God, anaenda kwenye interview ya kazi, he went for the job interview. na labda utamuuliza anapenda tumika siku gani, And then they will ask him, which day do you want to work? na atajua ya kwamba mnafanya kazi fulani, And you will know that I work in this job at the church. lakini ile haipo yake mwakili, That will not be the first one. ile haipo yake mwakili. That's not the first one. Mtu labda kwa anasemaka mie niko free, mie niko free, If you say I'm free all the time, hata ya dimashi ndio tumika tu, even Sunday I will work. wala hapa kanisa natumika tu. Even after the church I will go to work. Lakini ukifanya vile, If you do that, nakwambia ndugu yangu, haujakubali mwaliko wa mbinguni brother, you have not yet accept the calling of God, ambao unajua kwamba which you know that ukikuja kwenye sherehe if you come on the festival, kule kuna chakula, there's a food. kule kuna ya kukunywa, Though there are drink, hautasikia njala, you will not be hungry. hautakuwa na pesa ya kutumika, You will not have the wind of hautakuwa na work. pesa ya kutafuta You kazi. don't need to look for the Mungu work. atakuwa pale tu juu yako, God will be there for anajua you. kwamba yeye iko na wanawake, He knows that I have my people. anajua niko na wageni ambao I nimealika have the visa na one call, ninapasha kuwahudumia. and I will serve them. Sasa wewe unajisumbua, And now you are troubling yourself. nikienda kwenye ile sherehe leo If I go to that festival today, nitakosa ile kazi. I will miss the job. Bwana tusaidie sana. Let the Lord help us. No, ni kwa sababu hatujakubali mwaliko wa mbinguni, It's just we are not yet accept the calling of heaven. na vitu vidogo vidogo And this small ambavyo thing, sisi wenyewe tungeshinda which we may succeed on it, inakuwa vitu kubwa mbele zetu is now a big problem. ambayo inatufunga kujisogeza mbele za Mungu. It is making us not to call in front of Mtu God. anashindwa kukamata decision, Someone is failing to get a decision, anashindwa kumsogelea Mungu wake, failing to go in front of his God, anashindwa kuchukua wokovu wake failing to serve in his kwa sababu salvation ya kitu kidogo. because of something small. Labda atasema mimi niko sheni May we say I'm a youth, na banione tu niko natumika tu kazi za Mungu, and they just know me at the church every time. na bajena nika wapendea kwa pastor. And all the gens, they don't want to become pastors. Sasa na banione tu niko pastor, And then they say me I'm a pastor now. banione niko natembea na Biblia, They say me I'm walking with the Bible. na mimi ndio niko naanza kuhubiri watu. And me I'm preaching now to the people. No, haujakubali mwaliko wa You mbinguni. have not yet accept the calling of heaven. Ukikubali mwaliko wa If mbinguni, you accept the calling of utaenda na heaven, pembeni you will go na wote outside. ambao wanakuzunguka, utawaambia kwamba huku kuna sherehe Tell that there is na a kuja wedding sisi this sote tusherekee pamoja. Come and join us together. Bwana Yesu atusaidie sana, Let the Lord help us. kwa kuwa utakuwa nakubali mwaliko. Because we will be accept the calling. Sasa sababu zetu And then our reason zinatufanya tusikubali, is making us to deny. sababu zetu Our reason zinatufanya tusimsogelee Mungu is making us to not to go in front of God. wakati Mungu anatuhitaji. When the time God is needed. Problemu zetu ndio tunatia mbele. Our problem is the first one. Dunia haezi katuliza problemu zetu, The world will not reduce our problems. na ndio kwa maana tukaimba katika nyimbo, That's why we sing in the song. aseme kazi za mikono yangu The work of my hand, haziwezi zikaniokoa. it will not save me. Hata wakwambie kwamba Even if they, sasa wewe tumika full time, even if they tell you na work dimasho all sisitaki, time, even Sunday don't just work. usiku wake hata na repo, Don't have even the time to relax. ukuwe basi tu tajiri. You become rich. Hauwezi kuwa tajiri, You will not become rich. hauwezi kuwa tajiri. You will not become Ama rich. mimi siwezi kuwa tajiri. Me, I will not become rich. Utajiri uko mbinguni, The richest is in heaven. utajiri uko mbinguni. The richest is in Hapa heaven. kwenye tuko Here where we are, hauwezi kuwa you tajiri. will not become rich. Sasa wakati unaanza tia vitu yako mbele, Then when you are putting your things, wakati unasabu kwamba uliitwa na Mungu, when you forget that you've been called by wakati God, unasabu kwamba uko na invitation mbinguni, when you forget that you have an invitation from unatia heaven, vitu yako mbele. you Sasa put your thing in front. kuna yale ambayo Mungu atafanya juu yako, There's something God will do for you. na haiwezi kuwa mema. It will not be the God. Hasira ya Mungu inaweza kawaka juu yako. The anger of God will shine upon you. Imagine tu kwa Just tuseme think.
kwa hali ya dunia hii, in the way of this world, ufanye karamu, you can make a wedding, a festival, alafu shandaa kila kitu. and then you prepare everything. Unajua kila mtu atafika. You know everyone will come. Unaandika kanisa lote la CPOG. You call all CPOG church. Unawaambia hata umoja asikose. Tell them no one miss. Unawapatia na detail. And you give them even what will happen. Unawaambia huku kuna nyama ya ng'ombe. You tell them there's cow meat. Kuna vinono. There's even the drinks. Basi mkuje. Come. Alafu hata umoja asijitokeze. And no one show up. Ama tuseme watu 10 washitokeze katika kanisa la CPOG. Only 10 people came in your wedding. Sijui wewe katika hali yako unaweza ukasikiaje. I don't know what you will feel. Mimi sijui unaweza ukasema nini. I don't know what you will say. Sasa kama inaweza kugusa roho yako. But if it may touch your heart. Unawaza nini juu ya mbinguni? What are you thinking about? Unawaza ni nini ambao Mungu ataamua? What are you thinking what God Wakati anakuita wewe. When the time to call. Na anakupatia details zote. And he give you everything which will happen. Mahubiri kila mara na kila wakati. Preaching every time and wewe uko tu katika kanisa. You are just there in the church. Miaka 10. 10 years. Miaka sijui kama 20. 20 years. Uko tu pale. You are there. Hakuna mabadiliko. No change. Na unaimbaka. And you sing. Na unahubiri. And you preach. Na unaongoza. And you lead. Na unaomba. And you pray. Lakini bado mabadiliko. No change. Ukingali kitu na sababu zako. You still have your reasons. Bwana tusaidie sana. May the Lord help us. Duniani hakuna utajiri. There is no richness in the world. Na mtu mmoja akamuuliza Yesu. And someone asked Jesus. Nasema mwalimu. Master. Tufanye nini ili tuokolewe? What are we gonna do so that we can be saved? Nasema unazijua amri. So you know the rules. Timiza amri zote. Aseme yote nimeshayatimiza. All the commandments I've accepted. Umesaulika na kitu kimoja. I say you forget one thing. Kamata mali yako yauze. Go and get all your things and sell it. Uyaga mjeba wa maskini. And then become poor. Bwana tusaidie sana. Let God help us. Unajua dunia ya leo. You know the word of God. Ukikuia mtu juu ya kazi. If you come for someone for the work. Ukikuia mtu tuseme juu ya nyumba. If you come for someone for the house. Ukikuia mtu juu ya gari. If you come for someone for the car. Anaona unagusa yale ambayo yanamfunga. And you touch what is binding him. Wengi wapende kusikia. That one he doesn't want to listen to. Na wakati unamwambia mote. And when you tell the person. Anaona kwamba unajipotezea tu wakati bora. You may see that you are wasting your time. Kwa sababu ukigusa pale apende kusikia hata. If you touch there, he doesn't even want to listen. Ukigusa ile kifungo yake apende kusikia hata. If you touch his boundless, he apende kusikia. Doesn't want to listen. Na sababu zinakuwa za mengi. And there are many reasons. Na watu wanajua kujipatia reason. And the people they are able to give themselves the reasons. Na utasikia mtu anajipatia reason. And someone can give himself a reason. Kwa kuwa hataki kujionyesha wazi. Because he wanted to show himself clear. Lakini Mungu wetu anatujua. That our God knows us. Kama mwaliko umekuja kwako. If the invitation came to you. Ama umekuja kwangu. Or came to me. Ni kwa sababu Mungu alihitaji tuwe kwenye sherehe. It's because God wants us to be in the wedding. Sasa ni decision yako na yangu. It's your decision, you and me. Kukubali kuwa kwenye mwaliko. To decide and accept to be on the wedding. Bwana Yesu asifiwe sana. Let God Bwana tusaidie sana. Let help us. Na kuja kwenye karamu. And come on the wedding. Ama kuja kwenye sherehe. Come on the festival. Haiko kuenda tu. It's not just going. Haiko kuenda tu. It's not just going. Haiko kusema kwa sababu basi nimeona mwaliko huu. Because I just see this calling. Nimepata invitation hii. I get the invitation. Sasa ndo unanyanyuka unaenda. And then you just stand and go. Lakini kuna kitu ambacho unahitajika kufanya. And there's something which you need to do. Wakati umepokea mwaliko. If you receive the call. Na wakati wewe umedecide. And when you decide. Ya kwamba ninataka kuenda. And I'm willing to go. Inakubidi kuvaa nguo ya harusi. You need to wear the wedding cloth. Bwana tusaidie sana. Inakubidi kuvaa nguo ya harusi. You need to wear the wedding clothes. Kwa kuwa kule kutakuwa watu ambao wanatakata tu. Because there will be just people needed. Kutakuwa watu ambao hawachafuki. There are people who are clean. Sasa hauhitaji kuchafuka. So you not be dirty there. Inakubidi wewe. It need you to utoe nguo yako ya uchafu ambayo unavaa. Remove your dirty clothes. Uvae nguo mpya. And wear the new clothes. Ambayo itakuwa nguo ya kutakata. Which will be clean. Ambayo itakuwa nguo ya harusi. Which will be a good
talk na about the wakati wedding. utafika kule And when you reach there, wafanane wote ambao wako kwenye sherehe. and resemble all the people who are there at the wedding. Tutasoma maandiko matakatifu. We're going to read the scripture. Tutaendelea tu We're going to continue. katika 22 Mathayo, 22 Matthew, tuendelee mstari wa 7 hadi 14. chapter 7 up to 14. Lakini mfalme akakasirika, akatuma majeshi yake, akaharibu wauaji wale na kuteketeza mji wao. Halafu akawaambia watumwa wake, harusi ni tayari, lakini wale walioitwa hawakustahili. Kwendeni basi hata njia panda za barabara, na wote mtakawaona muwaite kwa harusi. Watumwa wale wakatoka wakakwenda kwa njia kubwa.